Hii ndio kemfa. Inategemea yako utapata aje. Na wacha nikuambie, popote ulipo, hata kwa nani, unaweza ukatumia kemfa. Njia ni nyingi za kutumia kemfa. Unaweza ukachoma na unaweza ukaitumia kwa maji. Guys, kuna kitu kimoja nataka kuambia. Kuna mtu anakujanga ananiambia, Zamzam, mimi nililala na msichana. The following day, nikasikia after kulala na mtu, nikasikia mwili yangu ni kama imeisha nguvu, nikasikia, yani nikafeel like sina energy, na vitu zangu ziliharibika from that day. Guys, nataka niwaambie kitu kimoja. Wakati tunalala na watu, wakati unafanya tendo la ndoa na mtu, mimi sijui ni nani, sawa, sijui ni nani. Na hapa ngojea uone kwa nini tunakatazwa zinaa. Tumekatazwa kulala ovyo ovyo. Na kwa nini tumekatazwa uzinzi? Mwenyezi Mungu anapenda tu tulale na watu, yani ulale na mume wako ama mke wako. Ni kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua madhara itakuja kutokea. Guys, wakati mwingi unaachana na mtu, unadhania huyu mtu mmeachana, umemblock, umemove on. Ukuangi umemove on. As long as mtu aliingia kwa mwili yako mkaingiliana, hapo ndio sasa shida inaanzianga ama uzuru unaanzia. Mtu kama alikuingililia ako na good energy, unaweza ukabaki na hiyo good energy ndani ya mwili yako na ukakaa nao kwa muda mrefu sana. Na mtu kama alikuwa na bad energy na amesha kuingililia, ujue hii kuingiliana inaambukizwa magonjwa ya spiritual na physical. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anatuambia tusikaribie zinaa. Unanielewa? Kwa mfano, kuna watu wengi hata wa leo mimi nakwambia, hata wa leo Ukambani iko na kwenyu najua iko. Na mimi natumianga Ukambani juu ni kwetu na mimi ni Mkamba. Unaona? Na hata kwa Wajaluo, kwa Waluhya hii kitu iko. Sikiza. Mkamba ukitoka jela kama umeshikwa, saa zote unashikwa. Ukitoka jela unaendanga kutolewa pingu. Hizo pingu unaenda kutolewa na nani? Na mwanamke. Unaenda unalala na mwanamke, unamwachia hizo pingu, yani unamwachia hiyo nuks, hiyo energy. Hiyo ndio inamalizangwa. Kwenyu kumekufa mtu na kuna wanawake walikuwa na period kwa hiyo boma, sijui nini, vitu nyingi, ama kumekufa mtu. Unaenda kufanya nini? Unaendanga unatafuta mwanamke, awe ni malaya, awe ni rafiki yako, awe ni nani, awe ni girlfriend wako. Hata hutalala na mke wako, unaambiwa enda utafute kinyangarika huko nje. Hiyo kinyangarika inaweza kuwa ndio wewe ama mimi. Unaenda unalala na mtu, anatoa hiyo mudhala na wewe. Haya, kuna watu wengi wanafanya ritual ndio apate mali, inabidi aende alale na wewe. Haya, wanawake wakitoa mimba, ndio atoe hiyo nuks, ni either mimba imetoka ama ametoa mimba. Yani yeye kusudi ametoa mimba ama mimba ikatoka na yuko kwa ndoa. Anafanyanga nini? Anaenda anatafuta mwanaume, analala na yeye, anatoa hiyo nuks. Sasa, huyo mtu ni wewe, ushalala na mtu kama huyo akakuachia nuks, akakuachia mbanga, akakuachia hizo vitu zote, utakuwa salama? Na hapa ndio nataka niwaambie, ndio maana tunaambiwa zinaa tusikaribie. Si umejua ni kwa nini Mwenyezi Mungu alitukataza? Si ati Mwenyezi Mungu hawezi akatukataza kitu kizuri. Wewe unajua tendo la ndoa ni nzuri, unajua ni tamu, lakini kwa nini Mwenyezi Mungu anatukataza tusifanye hivyo bila mpangilio? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua madhara yake. Unaweza ukapata magonjwa ya physical, ya spiritual, na unaweza ukabaki na watoto na ni ngumu kulea. Si unaona? Si hata wewe si unaona? Ako katoto ulizaa nje ya ndoa, si unaona venye saa hii kanakupelekesha? Si unaona watu wengi wamezaa nje ya ndoa, inafika mahali hata huwezi ukapata mwanaume hata kuwa na watoto 2 watatu na wako tofauti mbaba. Unaona? Hiyo ndio mtoto, yani mtoto hananga makosa, makosa inakuanga ni wewe na mimi. Unaona? Mtoto hana makosa, makosa ni wewe na mimi. Sasa nataka nikufunze namna ya kutoa vitu kama hizo biidhnillah. Hapa tunatumia nguvu ya Mwenyezi Mungu. Hatuna magic, hatuna nguvu zetu, hatuna jini mwenye anatusaidia. Tunatumia hizi vitu na tuombe msaada kwa Mwenyezi Mungu. Mungu ndio alitupatia vitu kama hizi nature,
na Mungu ndio ataenda kututoa hizo vifungo. Sasa mimi nataka kukuonyesha venye utafanya. Tuko pamoja? Umelike video? Bado hujalike. Kwa nini? Kwa sababu tabia yako ni ile ile tu yenye umetoka nayo 25, ndio uko tu nayo hapa. Ukiona video kama hii yenye inaongelea kitu ya kukusaidia, hauwezi ukasubscribe, hauwezi ukalike video, hauwezi ukacomment. Ndio maana unabaki tu hapo, kwa sababu hii inaendanga hivi. Unanisupport, unaenda unasupportiwa mahali pengine. Hii ni spiritual. Na ukiwatch video yangu, usipolike na usiponisupport kwa video yangu, upige like, ucomment kitu yenye iko na adabu. Na kama una kitu ya comment, acha emoji ya love pale. Ndio video iende viral, ipate watu wengine wenye wako na mashida. Kitu yenye utasoma hapa, biidhnillah, itakusaidia. Kwa sababu hata unafaa kusupport. Mwenyezi Mungu anapenda watu wenye shukrani. Kama utashukuru hii kwa kulike, isiende kukusaidia, utafanya na itakusaidia. Wenye watalike, watasupport, ndio wataenda kusaidika biidhnillah. Haya, unaona? Hii ni 2026, ni tit for tat. Sasa nataka nikuonyeshe venye utafanya. Kuwa na kemfa. Ndio hii. Niliwaambia unaweza ukapata ikiwa ini tube, ikiwa ini powder, ikiwa venye inataka. As long as ni kamfa. Itawa kamfa, kibiriti upele. Kama wewe ni na harufu yake, inatoa shetani ndani ya mwili yako. Harufu yake, inatoa shetani ndani ya mwili yako. Ndio maana jini wapendi. Hii ukishaitumia, jini anaashwa. Mahali yako katika mwili yako anatoka. Hii inatokana na muti. Sijui kama unanielewa, hii sio chumvi. Imetengenezwa ikaprosesiwa, inatokana na muti. Na hii ukipata ikiwa powder, unaweza ukaweka kwa nyumba. Pale kona moja, na ingine kona ingine, na ingine. Unaweza ukachimbilia hizi kwa geti yako. Sikiza wewe sasa nakupatia maarifa. Hapo kwa mlango yako nje, unaweza ukaweka pembeni na pembeni. Biidhnillah, unaweka hapo. Ikiisha, ikimelt, unachukua ingine. Ile hii. Haya. Unaweza ukaichanganya tu na mchanga pale na ukapiga visomo zako pale na ukamwaga maji ya chumvi yenye visomo na kwa mlango na kwa geti. Unaona? Kwa nyumba yako, unaweza ukaweka hii. Hii inawekangwa jikoni. Jikoni nikipata nafasi nitakuonyesha. Nishawaonyesha hata Waiguru hapa. Ikiisha ikimelt tunaweka ingine. Ikiisha ikimelt tunaweka ingine. Nitakuonyesha. Siku yenye mkisupport hii video na muniandikie pale tuonyeshe za Waiguru. Mulike, muandike tuonyeshe za Waiguru ndio tuamini. Nitaenda jikoni na nitawaonyesha. Na zimekaa hapo miaka nenda miaka rudi. Jikoni. Unaona? Hii unaweza weka kwa nguo zako, kwa kambati, wardrobe. Hii eka. Sasa nataka kuonyesha namna ya kutumia. Video ikikuwa refu kwa TikTok, mimi shauri yenu kwa sababu mimi sina time ya kuedit. Hiyo time sinanga. Na hata hivyo hamunisupport. Kwa nini? Sitakuwa na kazi nyingi hiyo yote. Nifanye ati niwekee nini? Mwenye atasikia. Mwenye atasema ni refu, huyo hana shida. Hii chukua kapinch. Si lazima uweke nyingi. Na hii ndio inaoshanga maiti. Hii ndio inaoshanga maiti. Ndio nilikwambia usingoje uende uoshwe na hii. Tumia saa hizi. Uko kwa nyumba ya Mwarabu. Kama huwezi ukachoma, chukua kapinch takau. Weka kwa maji yenye unaoga nayo. Chukua mkunazi yangu iko huko. Sitashinda nikisimama. Chukua mkunazi. Changanya kwa kitoma kama unaoganga na kitoma, kabuyu. Kama ni ndoo, wewe ndio unajua. Changanya. Chukua chumvi tia. Chukua mkunazi tia. Unanielewa? Kaa chini kitako. Ile maji ya maombi niliwaambia. Mimi niko na ya Zamzam hapa. Na after hii video nitawapatia ushuhuda ya miujiza ya Zamzam water. Unaona? Chukua maji yako yenye umeombea. Na kama una maji hujaombea, chukua mafuta yenye unakuanga umepiga visomo. Hiyo mafuta yako umepiga visomo. Tia hapo ndani. Chukua maji ingine, changanya. Anza kufungua vumua vifungo zako. Anza kutoa bad energy. Tia nia, ambia Mwenyezi Mungu, nimetia nia katika nguvu zako Mwenyezi Mungu, katika maombi ambayo nimeomba na maombi yenye niliweka kwa hii maji ama mafuta ama maji hii nimeiombea. Mwenyezi Mungu,
Wewe ndio unajua vifungo zangu zilipo. Sijui. Wewe ndio unajua ni nani alinifunga, alinifungia wapi. Mwenyezi Mungu, wewe ndio unajua shida yenye napitia. Ni wewe umependa ama kuna binadamu ametia mkono yake pale. Mwenyezi Mungu, kama ni binadamu ametia mkono yangu, Mwenyezi Mungu nenda uniondolee. Kwa sababu Mwenyezi Mungu unatuambia hatuwezi tukadhurika bila wewe kupenda. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu, nimedhurika na tunadhurika kupitia binadamu, kwa sababu wewe Mwenyezi Mungu hautakuja utuchape kiboko. Binadamu ndio anaingiwa na ubaya, anatudhuru biidhini yako. Mwenyezi Mungu, nakuomba nikiwa mnyenyekevu, nikinyenyekea, mimi fulani wa fulani, jiite majina zako. Mungu anakujua, lakini jiite. Mwenyezi Mungu, naomba unifungue mimi pamoja na generation yangu, kizazi changu. Na Mungu, kupitia mimi fungua mamangu alionibeba katika tumbo yake, fungua familia yangu. Usitakangi kufunguliwa peke yako, anzia na mamako afumuliwe. Omba hiyo maombi iende ivumue generation yako yote. Endelea na hiyo method mpaka ile siku Mungu atakufungua. Mimi sitakwambia ni lini juu sijui. Endelea. Utaanza kuona vitu zikibadilika. Utaanza kuona kitu kulingana tu na mapenzi ya Mungu. Usigive up. Na nikuibie siri. Wakati umeanza kuchokoza kitu yenye iko ndani ya mwili yako, wakati umeanza kutumia hizi vitu kwa sababu zina nguvu ambayo Mwenyezi Mungu amezipatia kinature. Hakuna kitu haina nguvu. Ndio unasikianga iko na vitamin B, iko na vitamin A, iko na hii vitamin, iko na hii vitamin. Hiyo ni nguvu Mwenyezi Mungu ameipatia. Wakati utaanza kupaka miski, wakati utaanza kutumia mkunazi ndio ni antibiotic ya kichawi, wakati utaanza kutumia kimbiliti uvele, utaanza kuona mnapigana sasa na ile kitu iko ndani yako. Ile kifungo inasema mimi hautanifumua. Utaanza kuona vitu zikienda vice versa, unaona vitu ni kama zinakuwa ngumu. Ndia, usigive up. Endelea, sasa ndio umejua kuna kitu. Endelea. Na kama hautasikia msukumano wa vitu, endelea kufanya, kwa sababu kuna vitu vingine vinakaanga kimya kimya. Kwa sababu hizi vitu jini wako kama sisi. Kuna mtu mpole, kuna mtoto ukichapa hatalia, kuna mtu ukimgonga hatalia, kuna mwingine vurugu. Kwa hivyo itategemea. Usiache mpaka kieleweke. Mpaka hizo vitu zako zimejifunga, zijifungue. Mungu ni muweza wa kila kitu. Si ni hivyo? Si mkunazi unaweza ukapata? Si camphor ndio hizi zimejaa kila mahali? Kataa. Hiyo ni sasa, usikuje kunilaumu hii mwaka. Mwaka iko na siku 5. Mwaka iko na siku 5. Hii mwaka make sure umeitwa mchawi. Mchawi halali. Kwa sababu mambo zako zikienda kuenda vizuri, watu wakianza kukuroga na urogeki, wanakuita mchawi. Make sure umeitwa mchawi. Mimi hata nataka muniite mchawi kabisa. Si wakati mlikuwa mnaniita mchawi nakasirika. Niiteni mchawi katoti. Kwa sababu watu wanakuroga, unarogeka haraka, wanajua. Watu wakikuroga, wakikutupia mishale, isipokuingia wanasemanga, huyu ni mchawi anaendanga. Wacha ufanye ibada yako vizuri. Wacha wakuite mchawi pia waone ni kama unaendanga. Mbarikiwe. Ulike video.